Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Mungu akubariki sana. Mimi naitwa Prophet Madaraka, na leo ningependa niliweke sawa kwa wale ambao wanaosema tutajuaje Mungu anatuongozaje ndani ya mioyo yetu kwa nyakati hizi, kwa sababu zamani alikuwa anasema kwa sauti, ijapo sasa hivi anasema na watu pia kwa sauti na wengine kwa kuonyesha maono, lakini sio wote. Wengi wao tumekuwa tunaongea na Mungu kupitia hali zetu za ndani za moyo, yani hali ya moyo ya ndani, yani jinsi vile unavyosikiwa kuwa na amani juu ya kitu, juu ya jambo. Sasa uthibitisho wa maneno haya tunapata kwenye kitabu cha Wakolosai. Kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 15 nasema hivi: na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja, na tena iweni watu wa shukrani. Na amani ya Kristo iamue ndani yenu. Kwa hiyo amani ya Kristo inapokuambia hapa hapana, unabidi ujue kwamba hapa Mungu amekataa. Yaani hiyo ni ishara ya kwamba Mungu amefanya nini? Amekataa. Labda kwa lugha rahisi, moyo wako ndani ya Kristo ukikukataza kufanya kitu fulani, usifanye, kwa sababu mwongozo wa moyo wako kama unaongozwa na Mungu, mahali ambapo utakapoona kuna kukataza kufanya au kuna kusita, kuna mashaka ya kufanya, acha. Neno lolote litakalo kuja kwa mashaka ya kufanya, liache mpaka muda utakapojisikia amani kulifanya. Kwa nini? Kwa sababu unaweza ukafanya alafu ukamkosea Mungu kwa sababu hakutaka ufanye na kukutuma, au si muda sahihi wa kulifanya hilo unalotaka kulifanya. Ndio maana neno linasema hivi: na amani ya Kristo iamue ndani yenu. Kuna muda utafika mahali hakuna mchungaji, hakuna kiongozi wa kukwambia ili acha, ili fanya, lakini unao moyo ndani yako, ambao moyo huo ni madhabahu ya Kristo. Kwa hiyo kama moyo wako ni madhabahu ya Kristo, basi amani itakayosikika katika ndani ya moyo wako, basi hiyo ndio itakayokupa kibali mahali popote unapotaka kwenda kufanya jambo ama kwenda mahali. Ukiona moyo wa kusita, acha. Ukiona moyo wa kutaka kufanya kwa amani, basi fanya, manake Mungu ameachilia kibali. Lakini ukiendelea kukaidi Isa, kwa sababu tuseme ni kama ni sauti ambayo inasema na wewe kwa jinsi ya moyo. Ndio maana unabidi sana uombee masikio ya ndani. Kwa watu wa roho watanielewa. Sikio la ndani kusikia sauti ya Mungu ikikuongelesha, au kuitambua sauti ya Mungu ikiwa inaongea juu ya jambo analotaka ulisikie. Kwa nini? Watu wengi wamejikuta wanafanya mambo baadaye wanajutia kwa kutokuitii hii sauti ya Mungu inayoongea nao kupitia mioyo yao. Kwa nini? Tumekuwa tuna mambo mengi sana. Tumekuwa tuko busy mno. Lakini Mungu anazungumza na sisi kupitia hali za ndani za mioyo yetu. Ninapojisikia amani kufanya kitu nikafanya, basi kinafanikiwa. Mahali ambapo nilifanya kitu kwa mashaka ndani ya Kristo nikasikia ninakataliwa, afu nikaforce kukifanya kwa sababu ya mazingira au watu wamenihamasisha, na hakikufanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu sikutii sauti ya Mungu iliyo ndani yangu. Kwa mtu wa Mungu, hakikisha sauti ya Mungu inayokuja kwa kukupa amani na kunyima amani, uwe makini sana. Ukiona amani ya Kristo inakwambia, yaani unataka kufanya kitu, amani ya Kristo inakukataza, achana nacho. Unasikia hofu, unasikia kukataliwa, achana nacho. Biblia inasema, na amani ya Kristo iamue ndani yenu. Maana ndani yetu kuna amani ya Kristo. Chochote tutakachokifanya kwa kukosa amani, manake tunaasi. Chochote tutakachokifanya kwa kuwa na amani, manake tumefanya mapenzi ya mpendezao nani? Kristo, maana tumeiona amani. Tulipokosa amani tuliasi. Tulipopata amani tumempendeza kwa sababu tumefanya yaliyo sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Prophet Madaraka. Unaweza ukanifollow na ukasubscribe channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki sana. Amen.